Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yalojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Mohamed Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Mameneja wa wakala wa barabara nchini TANROADS watakiwa kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kwenye madaraja kuepuka athari za mvua. Mamlaka ya mapato nchini TRA yaahidi kuhakikisha mazingira ya biashara yanaendelea kuboreshwa. Na katika habari za kimataifa, NATO yaahidi kuendelea kuiunga mkono Ukraine. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie huko jijini Dar es Salaam, ambapo tunaelezwa kuwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametoa maagizo kwa mameneja wa wakala wa barabara nchini TANROADS kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kwenye madaraja na makalavati yote ya barabara kuu nchini ili kuepuka athari zinazoweza kusababishwa na maji ya mvua. Taarifa zaidi inasomwa hapa studio na Recho Chacha. Waziri Mkuu ametoa agizo hilo alipokagua maendeleo ya ukarabati wa madaraja katika maeneo ya Matandu na Somanga Mtama wilayani Kilwa mkoani Lindi kwenye barabara kuu ya Dar es Salaam Lindi yaliyokuwa yamekatika kufuatia mvua, huku akimwagiza meneja wa TANROADS mkoa wa Lindi kufanya kazi usiku na mchana ili kuhakikisha maeneo yote yaliyoathiriwa na maji ya mvua yanatengenezwa. Amesema kuwa serikali ina mpango wa muda mrefu wa kujenga upya barabara ya Dar es Salaam Lindi na Mtwara kwa viwango vya lami, hivyo ujenzi wa madaraja ni hatua ya awali ya mpango mkakati huo. Kila meneja wa TANROADS Tanzania ni wajibu wake na wafanye hivyo, kuyatembelea madaraja yote kila baada ya mvua kunyesha na kutembelea na makaravati yote na kuhakikisha kipenyo cha daraja kinabaki kuwa kile kile kilichojengwa. Kipenyo cha karavati kinabaki kama kilivyo, na kama kimeletewa udongo na mchanga na miti iondolewe mara moja ili kipenyo kibaki. Wakati mwingine maji yanavuka daraja kwa sababu kipenyo kilichojengwa kimezuiwa na udongo na mchanga wa miaka na miaka. Maji yanakuja yanapita nusu yote imejaa mchanga, alafu yanatafuta njia yanapita juu ya barabara inapomoka. Na kwa hiyo basi fedha ambayo tunawatengea ya ukaguzi wa madaraja na karavati itumike kwa wao wenyewe kupita kila baada ya mvua zikinyesha, waje wajiridhishe kama kipenyo kimebaki vile. TANROADS mkoa wa Lindi ndio mwathirika mkubwa. Wahamie hapa, wajenge kambi hapa, waishi hapa, waishi Somanga, waishi pale ya Tatu, waishi na Ngurukuru, ili wawe wanafuatilia mwenendo wa maji kutoka huko milimani. Aidha, amewahakikishia watumiaji wa barabara hiyo kwamba hakuna shughuli itakayosimama wakati serikali ipo na itaendelea kufuatilia mwenendo wa uimarishaji wa barabara hiyo. Wasafiri wote ambao mnasafiri kwenye maeneo haya, wala msihofu, na wala wasafirishaji msihofu. Tutaendelea kuimarisha hapa, mabasi yapite usiku na mchana. Tunajua mtapita katika hali hiyo, lakini muhimu ni kupita ili muweze kufika huku, ujenzi wa madaraja ukiwa unaimarishwa. Kwa hiyo nitoe faraja kwa wenyeji, nitoe faraja kwa abiria, nitoe faraja kwa wasafirishaji kwamba hakuna shughuli itasimama wakati serikali yetu ipo na inafuatilia mwenendo wa njia hii na hali ya hewa kama ambavyo nimeeleza. Sanjari na hayo, amewahakikishia wakazi wa mikoa ya Lindi na Mtwara kuwa Rais Dr. Samia ametoa fedha kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa vipande vilivyoharibiwa na mvua zinazoendelea kunyesha. Naye Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema kuwa mpaka sasa mkandarasi ameshaweka nguzo 23 kati ya 43 kwa ajili ya ujenzi wa daraja la kudumu kwenye eneo la Somanga. Na kama umeona hapa wanakochimba hivi na kijiko, hizo ni piles, ni nguzo hizi hapa. Hizo nguzo jumla zinatakiwa ziwe 43. Tayari zimeshakamilika na zimeingia chini mita 12 zimekwenda chini. Kwa hapa kuna kazi ambayo tayari Mheshimiwa Waziri Mkuu inaendelea. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo.
Serikali imebainisha kuwa kifo cha mhandisi Boniface Gisima Nyamohanga ni pigo kwa nchi, kwani kiongozi huyo alikuwa ni hazina kwa Wizara ya Nishati na Taifa kwa ujumla, na kwamba mchango wake utaendelea kukumbukwa. Adam Kadutu anaripoti kutoka Mara. Hakika kila nafsi itaonja mauti. Mamia ya waombolezaji wamejitokeza hapa wilayani Bunda mkoani Mara kushiriki mazishi aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO, mhandisi Boniface Gisima Nyamohanga. Aliingia, hakutaka kwenda na makundi, akakusanya TANESCO. Wazo lake lilikuwa ni moja tu, kwamba shirika liweze kufanya ile kazi mahususi ambayo ni ya kusababisha Watanzania wote tuweze kupata umeme. Sheria inapenda kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumteua marehemu kuhudumu katika nafasi mbalimbali serikalini. Niwaombe sana ndugu zangu wa TANESCO walioko hapa na naibu waziri mkuu na waziri wa nishati watusaidie kuhakikisha kwamba tunakamilisha yale ambayo tulikuwa tumekubaliana na ndugu yangu Gisima, ili wananchi wetu wapate nishati ya umeme. Waombolezaji wakiwemo viongozi waliojitokeza kumuaga mpendwa wao wanaeleza namna walivyoguswa na msiba huu. Pia maagizo kwa jeshi la polisi katika mkoa wa Mara na kuhakikisha kwamba barabara zetu zinakuwa salama wakati wote. Wale wote ambao wanakiuka taratibu wachukuliwe hatua. Kwa hiyo huyu tumepoteza mtu bingwa kweli kweli. Huyu amekuwa TANESCO akishughulikia uzalishaji wa umeme mwingi. Lazima tuendelee nalo. Mapinduzi ambacho ndicho chenye serikali kinasikitika kwa kumpoteza mtumishi wake mahiri. Akiongoza shughuli ya mazishi, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Mheshimiwa Dr. Doto Biteko anatumia nafasi hii kueleza umma kuwa kifo cha mhandisi Gisima Nyamohanga ni pigo kwa nchi na Wizara ya Nishati, kwani kiongozi huyo alikuwa ni hazina kubwa ya wizara na taifa kwa ujumla, na kwamba serikali itaendelea kuenzi na kukumbuka mchango wake. Tusigeuke kuwa vitunguu kwa wengine, kwamba wakati wote katika maisha yetu tumewafanya watu kulia badala ya kufurahi. Gisima Nyamohanga hakuruhusu machozi yatoke mbele yake, na hata aliyetaka kumwadhibu alimpa taarifa, wewe kwa hili nitakuadhibu kwa sababu umefanya hivi. Hata aliyeadhibiwa alifurahia adhabu badala ya kusikitika. Tuendelee kuyaenzi mema ambayo ndugu yetu yametajwa hapa, na sisi kama watu tuliofanya kazi pamoja naye na kwa niaba ya serikali tutaendelea kuhakikisha kuwa mipango na malengo yote aliyokuwa nayo tutaendelea kuwa nayo. Ajali ya gari iliyotokea Aprili 13 mwaka huu inapoteza uhai wa mhandisi Nyamohanga ambaye leo hii amepumzishwa katika nyumba yake ya milele hapa Migungani mjini Bunda mkoani Mara. Asante sana Adam kwa taarifa hiyo. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Mohamed Mchengero amelielezea bunge vipaumbele vya mpango na bajeti kwa mwaka 2025-2026 na mpango wa utekelezaji wa bajeti kwa kusimamia shughuli za utekelezaji wa mpango na bajeti kwa kuzingatia vipaumbele vya kusimamia shughuli za utawala bora, kukuza demokrasia, ushirikishwaji wa wananchi na ugatuaji wa madaraka kwa umma. Taarifa zaidi na Josephine Kaponya kutoka Dodoma inaarifu. Waziri Mchengero amesema hayo bungeni wakati akiwasilisha bajeti ya wizara yake kuhusu makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Baada ya kuainisha vipaumbele, Mheshimiwa Mchengero ametoa maagizo kwa wakuu wa mikoa kuhakikisha wanatekeleza masuala mbalimbali aliyoainisha. Naomba kutumia fursa hii kuwaelekeza waheshimiwa wakuu wa mikoa kuwasimamia wakurugenzi wa mamlaka ya serikali za mitaa kuzingatia vipaumbele nilivyoainisha katika hotuba yangu. Moja, ni kuhakikisha ukusanyaji wa mapato unafikia malengo. Mbili, kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya afya ya msingi, elimu msingi na sekondari kulingana na mipango iliyowekwa. Tatu, kusimamia utekelezaji wa mkakati wa taifa wa uchumi wa kidijitali ikiwemo uwekezaji na matumizi ya mifumo ya miundombinu ya tehama katika mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa ikiwa ni pamoja na vituo vya huduma za afya na elimu. Nne, kuhakikisha mapato katika mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa yanakusanywa kupitia mifumo ya tehama ya serikali pamoja na kufanya ufuatiliaji wa karibu wa mifumo hiyo. Baada ya kueleza vipaumbele hivyo, Waziri Mchengero akaliomba bunge likubali kujadili na kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Spika, ninaomba bunge lako likubali
kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2025-2026 yenye jumla ya shilingi trilioni 11 bilioni 782 milioni 984,202 kwa ajili ya ofisi ya Rais TAMISEMI na taasisi zilizo chini yake. Fungu namba 56. Kwa upande wake mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya tawala za mikoa na serikali za mitaa Justice Nyamonga ameeleza baadhi ya changamoto ambazo kamati imebaini. Kamati imebaini kuwa swala la utekelezaji wa miradi kwa kutumia fedha za CSR bado lina changamoto nyingi za kiutekelezaji. Hali hii inasababisha wananchi kutopata faida ya thamani ya fedha inayotokana na CSR, yani value for money. Kutokana na hali hiyo, kamati inashauri kama ifuatavyo: moja, serikali isimamie fedha zote zinazotokana na CSR zitolewe kwa wananchi kama sheria inavyotaka. Mbili, serikali iunde kamati ndogo itakayokuwa na jukumu la kufanya utafiti wa kutosha, kutoa maoni kuhusu namna bora ya utoaji wa matumizi ya fedha zinazotokana na CSR. Wabunge nao wamepata nafasi ya kujadili bajeti hiyo. Mchengerwa, Mheshimiwa Waziri, nimekuletea video kwenye WhatsApp yako na umeisoma, na nimekuletea picha zingine 3 za barabara. Wananchi wameamua kuingia watengeneze barabara wenyewe. Mheshimiwa Spika, vijana zaidi ya 180. Sio jambo la kawaida, kwa sababu tarafa ya Gonja yote imefunga. Jengo ambalo baadhi ya viongozi umeona wanalipigia debe sana, lakini nataka nikuombe, tuma timu yako ikakae pale ikaangalie kinachoendelea pale ndani. Katika jengo la utawala, kwanza gharama zake za jumla hazipungui bilioni 9. Jengo la floor 8 unajenga kwa bilioni 9, maana yake kila floor moja ni bilioni 1. Hayo yamejiri bungeni katika bunge la 12 mkutano wa 19 kikao cha 7. Asante sana Josephine kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Singida SUWASA inaendelea na utekelezaji wa mradi wa usambazaji maji safi katika kitongoji cha Kitope, mtaa wa Mwaja, kata ya Mandewa, manispaa ya Singida, mradi ambao hadi sasa umefikia 60% ya utekelezaji wake. Taarifa zaidi inasomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Hii ni sehemu ya juhudi za SUWASA katika kuboresha upatikanaji wa huduma ya maji safi kwa wakazi wa eneo hilo ambao kwa muda mrefu wamekumbwa na changamoto ya maji. Akizungumza katika eneo la mradi, fundi sanifu kutoka SUWASA Mkami Magesa amesema kuwa mradi huo unahusisha uchimbaji wa mitaro, ununuzi wa viungio na mabomba yenye kipenyo cha inchi 3 kwa urefu wa kilomita 3 pamoja na ujenzi wa mnara wa kuhifadhi tenki la maji. Tumefanikiwa kukamilisha kazi ya kulaza na kuunganisha mabomba yenye kipenyo cha inchi 3 umbali wa mita 3100. Mradi huu wenye jumla ya thamani ya shilingi milioni 52,424,179 umefikia 60%. Kazi zilizosalia sasa ni ujenzi wa mnara kwa ajili ya kuhifadhia tenki lenye lita 10,000 na ujenzi wa kituo cha kuchotea maji pamoja na ujenzi wa chemba kwa ajili ya viungio na uwekaji wa alama za mabomba maka post. Nao baadhi ya wakazi wa mtaa wa Mwaja wameeleza furaha yao kutokana na maendeleo ya mradi huo, huku mwenyekiti wa mtaa huo John Pasco akibainisha kuwa huduma hiyo itapunguza adha ya kutembea umbali mrefu kutafuta maji safi. SUWASA nawapa hongera sana kwa kututetea maji, lakini ninachoomba mnipe kipaumbele, mnipe kabomba niwe nafanya chuu. Kwa kweli leo ninaongea nikiwa na furaha kubwa kuona maji ya SUWASA leo yamemwagika kwenye mtaa wangu. Pili, niweze kuwashukuru wananchi. Kweli tumevumilia kwa muda mrefu, lakini hatimaye leo maji yameweza kufika hapa. Basi tuweze kuyatunza haya maji. Maji ni mengi kama tulivyoweza kuyaona, tupeane ushirikiano. Kwa kweli tuna furaha kubwa sana. Tulikuwa na changamoto ya maji na umeme, lakini leo hapa Kitope leo tunaongea tukiwa na furaha kubwa sana. Kwa upande wake diwani wa kata Mandewa Baraka Hamisi ameeleza kuwa eneo hilo limekumbwa na changamoto ya maji kwa muda mrefu. Hivyo mradi huo umekuja kuwa suluhisho la kudumu kwa wananchi wake. Kwa kweli mimi kama mwenyekiti wa kamati ya maendeleo na diwani wa kata ya Mandewa, eneo hili la Kitope lilikuwa lina changamoto kubwa ya maji. Na leo changamoto hiyo imeisha. Nina kila sababu ya kufurahia na nashindwa niongee nini.
kwa sababu maji yamefika. Kwa hiyo mimi naamini wananchi kwa mradi huu wa maji na kwa jinsi ambavyo wameteseka kwa muda mrefu wataulinda, na sisi kama viongozi pia wa serikali tutaendelea kuangalia na kutunza miradi ambayo inakuja katika maeneo yetu. Mradi wa maji wa Kitope kata Mandewa ambao kwa sasa umefikia 60% utakapokamilika unatarajiwa kuhudumia wananchi zaidi ya 200. Zaidi ya chupa 600,000 za damu zinatarajiwa kukusanywa na mpango wa damu salama kanda ya Mashariki, ikiwa ni ongezeko la chupa 100,000 kutoka chupa 500,000 zinazotarajiwa kukusanywa katika kipindi cha mwaka jana. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Akizungumza wakati wa kuhitimisha kampeni ya Changia Damu kwa Maisha inayoendeshwa na mpango wa damu salama kwa kushirikiana na kampuni ya simu ya Halotel, Malia Mapunda ambaye alikuwa mmoja wa viongozi wa mbio za mwenge kitaifa mwaka jana, amesema mkoa wa Dar es Salaam umekuwa kinara wa uhitaji wa damu kutokana na uwepo wa hospitali kubwa na za kibingwa, hivyo ni lazima vijana wakawa mstari wa mbele katika kuunga mkono kampeni hiyo. Kuna haja kubwa ya sisi vijana kuendelea kutambua ya kwamba taifa linatutegemea sana katika kuokoa maisha, na ndio maana kampeni yetu hii ya Okoa Maisha katika uchangiaji wa damu tumeileta kwenye vyuo vyetu vya mkoa wa Dar es Salaam. Wana vyuo safi, tukiamini ya kwamba katika vyuo vyetu tuna vijana wengi, na vijana sisi ni nguvu kazi ya taifa. Kama ni nguvu kazi ya taifa, nguvu tunazo, afya tunayo, twendeni tukajitolee damu ya kutosha ili kuendelea kunusuru maisha wa Tanzania wenzetu. Vijana mpo. Wakizungumzia kampeni hiyo ambayo imefanyika katika vyuo vya kati, vyuo vikuu na shule za sekondari katika mkoa wa Dar es Salaam, meneja kutoka mpango wa damu salama kanda Mashariki Dr. Pendaeli Sifaeli pamoja na mratibu wa zoezi hilo Joel Temba wamesema katika kampeni hiyo jumla ya vyuo 5 vimefikiwa, huku jumla ya chupa 500 za damu zikiwa zimekusanywa. Itambulike ya kwamba mpaka sasa nchini mahitaji ya damu zaidi ya 34% ya makusanyo yote yanaelekea kwenye kundi la kina mama wajawazito kwenye vituo vya afya na hospitali zetu hapa nchini. Kwa hiyo nitoe wito kwa jamii, hasa vijana wa vyuo, lakini pamoja na wadau mbalimbali kama Halotel na makampuni mengine waweze kuiga mfano mzuri, wakawe mabalozi wazuri wa kuhamasisha jamii kuchangia damu, huku wakitambua ya kwamba Tanzania na duniani kote hatuna chanzo kingine chochote kinachoweza kuzalisha damu nje ya mwili wa binadamu. Na hamasa iko vizuri, vijana wanahamasika kama mnavyoona, wanachangia damu na elimu inawafikia kwa wingi, na hii yote ni kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6 za kuhakikisha ya kwamba hakuna kifo cha mama na mtoto kwenye hospitali zetu. Watanzania wenye afya njema wako wengi, Watanzania wasio na magonjwa wako wengi, Watanzania wenye uwezo wa kusaidia wako wengi, ila swala la kutolea damu bado tunaomba vijana mkatusaidie kuhamasisha wananchi wakachangie damu. Mgeni rasmi, nitakuomba pia ulete hamasa kwa vijana ili waweze kuchangia damu. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni kijana mwenzao, kijana mwenye nguvu, na ulizunguka Tanzania nzima, bara na visiwani, ukiuzungusha mwenge wa uhuru. Kote huko ulikutana na vijana. Naomba sasa nitumie fursa hii, utakaposimama kuongea na vijana, uweze kutuhamasisha vijana wetu, hasa ukiwa mwanamke, ya kwamba wanawake wa Tanzania wanaweza. Ndio maana tuna rais mwanamke, spika wa bunge mwanamke, na wewe pia leo hii meza kuu mgeni wetu rasmi ni mwanamke. Nini maana yake? Ni kwamba wamama wana huruma, wamama wamejaa upendo, na wamama ndio waliotuleta duniani wa Tanzania wote. Na kinara uchangiaji wa damu ambaye pia ameshatoa damu kwa zaidi ya mara 108, Emmanuel Isaya, pamoja na baadhi ya watu walioshiriki katika zoezi hilo, wamesema ili kufanikisha kupata mwitikio mkubwa wa wananchi ni lazima serikali ikaweka nguvu katika kutoa elimu na hamasa ili wananchi waweze kujitokeza kwa wingi katika kuchangia damu. Hakuna madhara yoyote. Hakuna madhara yoyote, niko timamu kama unavyoniona. Kwa hiyo Watanzania niwaambie kwamba wasiwe naogopa kuchangia damu, kwa sababu zoezi hili ni muhimu. Kwanza ni sadaka iliyotukuka mbele za Mungu. Kwa kweli tujitokeze katika hili. Kuchangia damu ni afya, pia ni furaha. Watu wengi wamekuwa na mwitikio mdogo, ni kwa sababu labda hawana uzoefu na hili jambo, lakini pia nadhani issue ni hawana uzoefu na hili jambo.
Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Shirika lisilo la kiserikali la Smile for Community S4C kwa kushirikiana na Legal Service Facility LSF limeendelea na juhudi za kuhakikisha watoto wa kike wanapata mazingira salama na rafiki wakati wa kusoma, wakilenga hasa kumwezesha mtoto wa kike kupata haki ya elimu, afya ya uzazi na hedhi salama. Recho Chacha ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kufungua msimu wa 4 wa mbio za Run for Binti, mkurugenzi mkuu wa Smile for Community Flora Njelekela amesema kuwa mbio hizo zimekuwa zikikua kila mwaka na mwaka huu wanatarajia kuwafikia watoto 2800 kutoka shule 3 za mikoa ya Geita na Dar es Salaam, ambapo msaada utakaotolewa ni pamoja na usambazaji wa taulo za kike, ujenzi wa matundu ya vyoo na upandaji wa miti. Mwaka huu tena tunafanya mbio hizi zenye malengo yale yale ambayo tumeadhamiria katika kufanya mbio hii. Target yetu kubwa inakwenda mkoani Geita, lakini na hapa Dar es Salaam pia, kwa sababu tumeona tunakimbia Dar, lakini watoto wengi ambao tulikuwa tunaenda kwa benefit ni ambao wanatoka wako mikoani. Tunajua kuna uhitaji, lakini tunaelewa hata hapa Dar es Salaam pia uhitaji upo. Kwa mbio hizi, safari hizi zitaweza kuwagusa watoto wa hapa Dar es Salaam na Geita, na tunatarajia kugawa taulo za kike kwa watoto 700 kwa hizi sehemu mbili, lakini pia tutapanda miti 1500 kwa hizi wilaya mbili. Tutatoa elimu ya nishati safi na ugawaji wa vifaa vya kupikia vya nishati safi mashuleni. Tutajenga vyoo kama ambavyo imeelekezwa. Tutatoa elimu ya hedhi salama na elimu ya fedha. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa LSF Lulu Mwanakilala amesema kuwa ushirikiano wa Smile for Community ni muhimu katika kupunguza vikwazo vinavyowakabili wasichana na kutengeneza jamii yenye usawa kwa watoto wa kike, na kwamba mbio za mwaka jana zilisaidia wanafunzi wa shule za Nanyamba na Chawi kujengewa matundu ya vyoo bora na kupatiwa taulo za kike. Katika utekelezaji wa kazi zetu kama LSF tumekuwa tukijikita katika kuhakikisha upatikanaji wa haki kwa wote, lakini hususan wanawake na watoto wa kike na haswa jamii ambazo ziko pembezoni. Tumeshuhudia changamoto nyingi zinazowakabili watoto wa kike katika kupata elimu, huduma za afya na haki za msingi. Changamoto hizi zinaanza kuanzia kwenye mazingira ya shule, ukosefu wa vifaa vya hedhi salama, pamoja na ukatili wa kijinsia unaosababisha watoto kukatishwa masomo, hasa watoto wa kike. Kwa mantiki hiyo, mbio za Run for Binti ni jukwaa ambalo la kushirikiana kwa wadau mbalimbali na sisi kama jamii katika kutatua changamoto hizi. Naye Doreen Domin, mkuu wa kitengo cha sekta za umma wa Stanbic Tanzania, ambao ni wadhamini wakuu wa mbio hizo, amesisitiza kuwa wamekuwa wakishirikiana na Smile for Community na LSF katika miradi hiyo na matokeo chanya yameonekana, na kuongeza kuwa ushirikiano huo unalenga kuunga mkono juhudi za serikali za kujenga jamii bora na kuimarisha usawa wa kijinsia ili kutoa fursa sawa kwa watoto wa kike. Lakini ukimwangalia mtoto, kuna yule mama, kuna yule baba. Kwa hiyo katika hii elimu ya fedha ambayo tunaenda katika maeneo tofauti, sisi kama benki ya Stanbic tunamwangalia kila mtu. Kwa hiyo tunawapa elimu kuanzia mzazi lakini pia na mtoto. Benki yetu ya Stanbic tukiwa kama ni benki kubwa na ni namba 3 katika nchi hii, tunathamini na tunaamini katika nguvu ya ushirikiano wa dhati, lakini pia ushirikiano huo uende ukalete maendeleo chanya katika jamii. Na hii ndio sababu kuu ambayo imetufanya benki yetu kuweza kujitokeza katika kila mwaka kuwa mdhamini mkuu, lakini pia tuso kuwa mdhamini, tupo katika kuweza kumuinua yule mtoto wa kike katika kushiriki hii Run for Binti. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Dr. Tulia Ackson kwa kushirikiana na The Bilal Muslim Mission of Tanzania pamoja na taasisi ya Tulia Trust wanatarajia kutoa huduma mbalimbali ya matibabu ya macho bure kwa zaidi ya wananchi 5,000 katika shule ya msingi Kagera iliyopo halmashauri ya jiji la Mbeya. Taarifa ya Daniel Simarta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Hayo yameelezwa na mganga mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Elizabeth Nyema wakati akitoa taarifa ya ujio wa madaktari bingwa na bobezi wa matatizo ya macho
watakaotoa matibabu kwa wananchi wenye shida bila malipo. Mbeya kuna kambi ya huduma za macho imeandaliwa itakayoanza kufanyika kuanzia tarehe 18 mpaka tarehe 21 mwezi wa 4 2025, na kambi hii itafanyika ndani ya halmashauri ya jiji la Mbeya katika shule ya msingi Kagera katika kata ya Ilomba. Huduma zitakazoweza kutolewa katika kambi hile ambayo itafanyika ndani ya siku 4 ni huduma za kuchunguza macho, lakini tutakuwa na huduma za kutoa matibabu ya macho, lakini tutakuwa na huduma za kutoa miwani bure kwa wale watakaopata changamoto kwamba watahitaji kutumia miwani. Kwa hiyo kutakuwa na huduma ya miwani ambayo itatolewa bure kabisa. Lakini pia tutakuwa na huduma ya upasuaji. Na hii huduma ya upasuaji itashirikisha hospitali ya rufaa ya Kanda, na niweze tu kuambia kwamba tuna madaktari bingwa na madaktari bingwa bobezi zaidi ya 80 ambao watatoa huduma hii katika kambi hii ya siku 4. Katika hatua nyingine, Dr. Nyema amezungumzia huduma itakayotolewa katika kambi hiyo ya huduma ya matibabu ya macho. Zitakazoweza kutolewa katika kambi hile ambayo itafanyika ndani ya siku 4 ni huduma za kuchunguza macho, lakini tutakuwa na huduma za kutoa matibabu ya macho, lakini tutakuwa na huduma za kutoa miwani bure kwa wale watakaopata changamoto kwamba watahitaji kutumia miwani. Kwa hiyo kutakuwa na huduma ya miwani ambayo itatolewa bure kabisa. Lakini pia tutakuwa na huduma ya upasuaji. Na hii huduma ya upasuaji itashirikisha hospitali ya rufaa ya Kanda, na niweze tu kuambia kwamba tuna madaktari bingwa na madaktari bingwa bobezi zaidi ya 80 ambao watatoa huduma hii katika kambi hii ya siku 4. Kwa upande wake, afisa habari kutoka taasisi ya Tulia Trust Joshua Edward amezungumzia siku maalumu ya kuanza kwa kambi hiyo ya utolewaji wa matibabu ya macho kwa wananchi wote watakaohitaji huduma hiyo. Hii itaanza kutolewa rasmi pale tarehe 18 asubuhi saa 1:30, na timu ya kwanza tunaanza kuipokea leo ya wataalam na mabingwa wa kutoa matibabu ya macho, kwa maana kwamba mtu atakapofika pale atapata huduma kamili ya matibabu ya macho kuanzia vipimo, lakini pia na wale ambao wanapata matibabu. Na hii pia tumekuwa tukishirikiana na hospitali ya rufaa Kanda ya Mbeya kuhakikisha kwamba ndugu zetu wanapata huduma hiyo. Kwa hiyo matibabu yatakuwa yanaanza pale shule ya msingi Kagera, kwa maana kwamba kuanza vipimo tutafanya pale, lakini wale ambao watakuwa wanaonekana kuwa na changamoto zaidi ya kuhitaji aidha upasuaji, wao watatolewa pale na kupeleka hospitali ya rufaa Kanda ya Mbeya. Wa madaktari bingwa hawa wa macho katika mkoa wa Mbeya unaenda kutusaidia sana sisi wananchi, kwa sababu ukijaribu kuangalia watu wengi sana wamekuwa na matatizo ya macho. Wengine hawaoni mbali, wengine wamekuwa hawaoni jirani. Kwa hiyo hawa wote pia wakienda kupata matibabu katika hospitali zetu za kawaida hapa mkoani Mbeya, unakuta ni gharama sana. Kwanza kuanzia kwenye matibabu mpaka pia kuja kupata huduma ya mawani. Lakini kupitia taasisi ya Tulia Trust pamoja na hawa washirika wao wanakuja kutusaidia sana sisi wananchi, kwa sababu wamekuwa wakifanya matibabu haya kwanza vipimo bure, lakini pia hata kwenye shule ya matibabu, lakini pia hata kuja kupata mawani anapata bure. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Daniel Smeta, TVE Habari. Asante sana Daniel kwa taarifa hiyo. Wakazi wa kata ya Nyawilimilwa, halmashauri ya wilaya Geita, wameliomba jeshi la polisi kuongeza doria katika eneo la pori la kutoka Bugulula kuelekea mjini Geita, wakieleza kuwa eneo hilo limegeuka kuwa tishio la kiusalama kwa muda mrefu. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita inafafanua zaidi. Wananchi hao wamedai kuwa pori hilo limekuwa kichaka cha uhalifu, ambapo matukio ya utekaji, dhuluma na mauaji yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara, hasa kwa waendesha bodaboda. Kilio hicho kimetolewa wakati wa utoaji wa elimu ya usalama kwa jamii kwa viongozi wa serikali za mitaa, elimu inayofadhiliwa na mgodi wa dhahabu wa Geita GGML kupitia kampeni ya Community Policing Outreach inayoongozwa na kauli mbiu isemayo polisi jamii ni wajibu wetu sote. Lakini pori hilo limekuwa ni chanzo cha mauaji ya watu, utekaji wa pikipiki. Ukitoka hapa saa 11 au saa 12, basi ukifika Geita shukuru Mungu. Pale Geita kuna maaskari karibu 800. Je, mauaji haya au utekaji huu wa pori hili utaisha lini, ili na sisi wananchi wa kata hii na vijiji vyote kwa pamoja, au wananchi wote wa maeneo haya tunaopita barabara hili kwenda Geita, ili tuwe tunapita kwa amani? Akijibu kilio hicho, mkuu wa kitengo cha ushirikishwaji wa jamii jeshi la polisi makao makuu, kamishna msaidizi wa polisi ICP Risante Romi amesema swala hilo tayari lipo mezani
kwa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Geita, na hatua mbalimbali zinaendelea kuchukuliwa. Aidha, aliwaonya wale wote wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu katika eneo hilo na kuacha mara moja kabla mkono wa sheria kuwafikia. Hili swali ndugu yangu nimeulizwa kwenye kata zisizopungua 3. Lakini naomba niseme hivi. Jambo hili tayari liko kwenye kamati ya usalama ya mkoa. Linafanyiwa kazi. Sasa mimi nataka niwaambie kuhusu wanaohusika pale. Kama mpo hapa, inawezekana pia mpo hapa. Inawezekana mko hapa. Ndugu zangu, uhalifu haulipi. Lakini mhalifu sio rafiki. Huyo mhalifu anayefanya uhalifu pale, na kama sisi tunawafahamu na tukawafumbia macho, hatufanyi sawa sawa. Kama wapo tutoe taarifa. Wakati huo huo, wakazi wa Nyawilimiru wameelezea namna ambavyo wamenufaika na mafunzo ya usalama yaliyotolewa na kampeni hiyo, wakisema yameongeza uelewa wa kujilinda na kushiriki katika ulinzi wa maeneo yao. Jamii imejifunza kitu kikubwa sana kupitia jeshi la polisi, na hata kama wangekuwa wanafanya hivi kila siku, na hisi Mheshimiwa Martin Shigera ameweza kutoa somo zuri sana. Kwa maana hiyo, na ujio huu na hisi wananchi wamejifunza pakubwa sana. Hapo mwanzo tulikuwa hatulali, kulingana kwamba tulikuwa tulata kituo cha polisi. Kipindi kama hiki cha mavuno kwa tunasumbuka sana na majambazi, lakini kwa sasa hivi tunashukuru Mungu mmetufika na sisi kijijini, na vijana wetu tumeweza kuandaa kwa ajili ya haya mafunzo. Vijana wako tayari, kwa hiyo tutatembea pamoja nanyi. Ni kampeni ya jeshi la polisi ikishirikiana na mgodi wa dhahabu wa Geita GGML. Lengo kubwa ni kuhakikisha wananchi wanafuata sheria na kuzingatia kanuni na taratibu za nchi ili kujilinda. Nikiripotia runinga ya TV kutoka hapa kijiji cha Nyawilimiru kilichopo wilayani Geita, mimi ni Joel Maduka. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Mamlaka ya mapato nchini TRA yaahidi kuhakikisha mazingira ya biashara yanaendelea kuboreshwa.